Na mujambo na karibu kutoka moja kwa moja Dodoma nchini Tanzania. Hii ni Sky TV. Karibu katika ulimwengu wa habari, na habari kuu usiku huu ni pamoja na mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi ahidi kudumisha muungano na kulinda amani. Katika habari za kimataifa, mabilioni ya pesa yaibiwa wakati Sudan ikikabiliwa na mgogoro. Na katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara yaanza kutivua vumbi leo. Na mujambo na karibu mtazamaji wa Sky TV katika ulimwengu wa habari. Mimi ni Maliango Mogeta. Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Samia Suluhu Hassan ameahidi kuendelea kulinda amani, uhuru pamoja na utulivu nchini, ikiwa kama sehemu muhimu ya kulinda na kuenzi kazi kubwa ambayo imefanywa na waasisi wa taifa kama hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Sheikh Aman Abeid Karume. Dr. Samia ameeleza hayo leo Jumatano Septemba 17, 2025, siku ya kwanza ya kampeni zake visiwani Zanzibar kwenye kijiji cha Kajengwa Makunduchi, akiahidi pia kulinda muungano pamoja na mfungamano yaliyopo kati ya Tanzania bara pamoja na Tanzania Zanzibar. Dr. Samia amesema kwamba tunu hizi muhimu za taifa zimeijenga Tanzania katika kuwa utambulisho wa kipekee kikanda pamoja na kimataifa, hali ambayo pamoja na kukuza mahusiano ya kidiplomasia duniani, lakini pia swala ambalo limeifanya Tanzania kuwa mbinu muhimu wa kutegemewa kikanda na kimataifa, pamoja na kufungua milango mingine ya ushirikiano na fursa zaidi kwa Tanzania kimataifa. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Kwanza, jambo la kujivunia ni kwamba tumeweza kuenzi kazi kubwa ya walioifanya waasisi wa muungano wetu, baba zetu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Aman Abeid Karume. Tangu mwaka 64 tumeweza kuenzi muungano wetu. Mafungamano kati ya pande zetu mbili yameendelea kukua, yamekuwa kifamilia, yamekuwa kijamii, yamekuwa kibiashara na yamekuwa kiuchumi, mbali kisiasa, ambao ndio ulikuwa msingi wa muungano wetu. Tumeweza kuukuza katika nyanja zote hizo. Naweza kusema sasa umekuwa muungano wa udugu wa damu zaidi kuliko vigezo vingine vyote. Pamoja na muungano wetu tumeweza kulinda uhuru na mapinduzi matukufu ya Zanzibar, na hali kadhalika kudumisha umoja, amani na utulivu nchini. Hizi ndizo tunu kuu na za msingi kwa maendeleo ya taifa letu, na hizi niwaambie, tutazilinda kwa bidii zetu zote, kwa bidii kubwa. Tunakwenda kulinda tunu ya muungano, amani, utulivu na amani ndani ya nchi yetu. Sifa hizi ndizo zimejenga taifa la Tanzania na utambulisho wa kipekee kikanda na kimataifa. Imekuza uhusiano wetu wa kidiplomasia na kutufanya kuwa mbia muhimu sana na wa kutegemewa duniani. Na hii imefungua milango ya ushirikiano na fursa zaidi kwa Watanzania. Sasa hivi Watanzania huko duniani tunatembea kifua mbele. Kitaja Tanzania mtu anakuuliza Mama Samia, ndiyo taifa linajulikana. Hivyo basi, katika jitihada za kuhifadhi urithi na kujenga uelewa wa muungano kwa vizazi vya sasa na vijavyo, tunakoendelea mbele na mkitupa ridhaa ya kuendesha nchi hii, tunakwenda kuanzisha kituo cha kumbukumbu na nyaraka za muungano wa Tanzania, wa Tanganyika na Zanzibar, muungano wa Tanzania, ili iwe ndio kituo ambacho vijana wetu na watu wote wanaotoka nje waingie, wasome na wajue muungano wetu una maana gani, umeanzaje na tunauendeleza vipi. Muungano oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania oye! Naam, ni uzinduzi wa kampeni katika eneo la Zanzibar ambao umefanywa na mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa ameanza katika visiwa vya Zanzibar.
Waziri wa Afya Zanzibar Nasol Ahmed Mazrui amesema kwamba vituo vya afya vinavyoendelea kujengwa katika visiwa vya Unguja pamoja na Pemba vitasaidia kuimarisha huduma za afya zikiwemo huduma za mama pamoja na mtoto. Sofia Daudi ana undani wa taarifa ifuatayo. Hayo ameeleza wakati alipofanya ziara maalum ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa vituo vya afya vinavyoendelea kujengwa katika maeneo ya Magomeni, Wandarasi, Sebleni na Tungu. Waziri Mazrui amesema Wizara ya Afya imeridhishwa na kasi ya ujenzi unaoendelea wa vituo hivyo na kumaliza kwa wakati uliopangwa ili wananchi wapate huduma za afya kwa ufanisi. Kazi inakwenda vizuri. Nimetarajia kwamba wakandarasi hawa wataongeza spidi ya kazi, wataongeza wafanya kazi zaidi. Nimetarajia kwamba ikifikapo mwisho wa Novemba tutahamia katika majengo haya kwa kutia vifaa tiba, kutia vitanda na vifaa vyote vinahitajika pamoja na wafanyakazi na madawa yao ili kuanza kazi mjaribio katika mwezi wa Disemba. Lakini Januari kufungua rasmi ili wananchi wa maeneo haya wapate fursa ya kupata matibabu katika vituo hivi. Hizi ni vitu maalum za kuona kwamba katika kila maeneo tunajenga vituo vya afya vikubwa ambao vinatoa huduma zote. Katika hospitali kama hii hapa kutakuwa na sehemu kubwa kabisa ya kuhudumia mama wajawazito na watoto. Hapa kutakuwa na chumba cha kujifungulia, lakini patakuwa na theater kwa ajili ya kufanyia upasuaji wa kina mama na watu wengine wenye matatizo madogo. Lakini pia patakuwa na chumba cha X-ray ambacho kitaweza kutoa huduma katika maeneo haya ambayo itasaidia madaktari kuweza kufanya kazi zao kwa ustadi zaidi. Kwa upande wake, mkurugenzi idara ya ufundi na miundombinu ya afya Wizara ya Afya Zanzibar, Amina Mohamed Habib, amesema kazi ya ujenzi wa vituo vya afya inaendelea vizuri na kuwataka wakandarasi kuongeza kasi zaidi katika ujenzi wa vituo hivyo ili kumaliza kwa haraka hasa vituo vilivyopo mjini. Progress ya kazi inaendelea vizuri, lakini tumewataka wakandarasi kuendelea kuongeza nguvu ili tuweze kuvipata vituo vyetu kwa haraka, hasa vile vituo ambavyo viko mjini, na kufuatia kwa tunafunga hospitali ya Mnazi Mmoja na tunataka wagonjwa wetu wa mjini waweze kuwa attended kwenye vituo vya afya vya Sebleni pamoja na Mpendae. Kwa hiyo progress inaendelea vizuri, tunashukuru, na wametuahidi kwa wataongeza nguvu kazi ili tuweze kuzipata kazi zetu kwa wakati, na vituo ikiwezekana kwa ambavyo viko mjini tuweze kuvitumia ndani ya mwezi wa Novemba, Mungu akipenda. Amesema kufuatia kuanza ukarabati na utanuzi wa hospitali ya rufaa ya Mnazi Mmoja unaotarajiwa kuanza hivi karibuni, wakandarasi wanaotakiwa kumaliza ujenzi huo hasa katika maeneo ya mjini. Sofia Daudi, Sky TV. Asante Sofia Daudi kwa taarifa hiyo. Mgombea wa jimbo la Vwawa kwa tiketi ya CCM Mheshimiwa Japhet Hasunga ameahidi kushughulikia tatizo la ukosefu wa eneo la kuhifadhia miili ya marehemu katika kituo cha afya cha Iyula na ndani ya kipindi cha miezi 6 mara baada ya kuchaguliwa. John Kiango ana taarifa ifuatayo. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika katika kijiji cha Werutu, kata ya Ruanda, Mheshimiwa Hasunga alitoa ahadi hiyo kufuatia ombi la mgombea udiwani wa kata hiyo ambaye aliibua changamoto hiyo inayoathiri wakazi wa Ruanda na tarafa nzima ya Iyula. Nakupa majibu. Miezi 6 haitaisha, tumeweka mochwari yetu pale Iyula. Mambo yote yatakuwa hapa. Sisi bure. Lakini ukumbuke, nimesema daraja pale hapo chini. Tumesema wiki ngapi? Nikumbuke. Awali mgombea udiwani wa kata ya Ruanda jimbo la Vwawa kwa tiketi ya CCM alimueleza mgombea ubunge kuwa moja tatizo kubwa kwa wananchi wa kata ya Ruanda ni kukosekana kwa sehemu ya kuhifadhia marehemu katika kituo cha afya cha Iyula ambacho ndicho kipo karibu. Tunaamini kama ulivyo na umoja wewe na Onesimo, na sisi tungetamani tufanye kazi kwa umoja, barabara za zinazoingia wewe usipitike zote vizuri. Lakini la mwisho kabisa ndugu yangu mheshimiwa ni kwamba katika ukanda huu kuna hospitali moja kubwa ya Iyula ambayo ulishughulika sana kuhakikisha inafanya kazi barabara. Ndio tunaoitegemea kama kimbilio letu. Lakini kuna kitu kimoja tuombe. Tunaamini umeshapita. Ndio maana maombi yameanza kumimilika. Pale bwana hakuna mochwa. Ikitokea bahati mbaya mpendwa wetu ametutoka, tunaanza safari ya kwenda kumtunza bwana. Lakini tukiamini ile mochwa kitengenezwa pale ianze kufanya kazi,
utakuwa umetupunguzia mzigo mkubwa sana wa mafoleni kupata maiti kwao kuliko zikiwa pale hiyo. Baba, tunakuomba hilo utusaidie sana, tukafai sana watu wako, na mambo mengi yaliyosalia naamini utatenda tu. Ndugu zangu, leo sina mengi ya kusema kwa sababu ni kampeni za mbunge, za kwetu zitakuja siku zijazo. Asante kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana ninyi wote. Asante John Kiango kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka Sky TV, na miongoni mwa habari muhimu ambazo tunazo usiku huu ni pamoja na ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya utambulisho duniani, mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA imetoa huduma ya usajili wa vitambulisho kwa watu wenye ulemavu. Karibu tena katika Ulimwengu wa Habari. Mimi ni Maliango Mugeta na hii ni Sky TV. Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya utambulisho, mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA imetoa huduma ya usajili wa vitambulisho kwa watu wenye ulemavu kutoka maeneo mbalimbali ya Temeke ili kuhakikisha kwamba wanasajiliwa rasmi. Mkurugenzi wa idara ya uzalishaji vitambulisho Edson Guyai amesema siku hiyo inalenga kuweza kuhamasisha wananchi kuhakikisha kwamba wanasajiliwa na kupata utambulisho rasmi, ikiwemo kukidhi malengo ya millennium ambayo yanaelekeza kila mtu apate kitambulisho ifikapo mwaka 2030. Hii ni taarifa zaidi. Hii ni siku maalum ambayo imewekwa na inaadhimishwa dunia nzima, ikiwa na lengo kubwa la kuhamasisha wananchi wote duniani kuhakikisha wanasajiliwa na kupata utambulisho rasmi. Kuna yale malengo ya milenia ambapo lengo la 16.9 linasema kila mwananchi anatakiwa apate utambulisho kufikia 2030. Kwa hiyo sisi NIDA ikiwa ni moja hapa taasisi ambazo zinasimamia utambulisho hapa nchini, tuna jukumu kubwa la kuhakikisha wananchi wanasajiliwa kutambuliwa. Mtakumbuka NIDA sasa hivi au utambulisho wa taifa ni kila kitu. Huwezi kupata huduma yoyote bila kuwa na utambulisho wa taifa. Ukitaka kufungua akaunti utahitaji NIDA, ukitaka kumiliki laini ya simu utahitaji NIDA, ukitaka kufungua biashara, ajira, chochote kile. Kwa shughuli zote za uchumi, za siasa na kijamii zinahitaji NIDA. Pia NIDA ni chombo ambacho kinahakikisha tunakuwa salama. Kwa maana gani? Kwamba tukitambuana sisi kwa sisi ni rahisi kuweza kujua nani mgeni na nani ambao anastahili kukaa hapa nchini, na hivyo kuweza kuchuja wasiostahili. Maadhimisho haya yawe chachu kwa upande wa kwa wananchi wa Tanzania na ili kuhakikisha wananchi wanasajiliwa na kupata vitambulisho. Na nitumie fursa hii kuweza kutoa rai kwa wananchi kwa wilaya Temeke na Tanzania nzima kuhakikisha tunasajiliwa, tunatambuliwa na tunapata utambulisho wa taifa. Nitoe shukrani zangu kwa niaba ya mkurugenzi wa manispaa ya Temeke kwa kuletewa zoezi hili la utambuzi wa watu wenye ulemavu katika manispaa yetu ya Temeke. Kwetu imekuwa ni fursa, watu wenye ulemavu wamekuwa ni kwa uchache sana wanapata huduma hii ya vitambulisho vya NIDA. Kwa hiyo kwetu tumeichukua kama fursa, na kama mnavyoona wamejitokeza makundi mbalimbali. Tunao watu wenye ualbino, wasioona, viziwi, walemavu wa viungo, wenye changamoto ya akili, wote wako hapa kwa ajili ya kupata huduma hii ambayo tumeipokea kwa mikono miwili kwa kweli. Tunawashukuru sana NIDA kwa kutuletea zoezi hili katika manispaa yetu ya Temeke. Zoezi hili kwa kweli linatusaidia na vitambulisho vya NIDA vinasaidia, kwa sababu sisi kama watu wenye ulemavu tuna changamoto nyingi kwa kweli. Kwa mfano kama mimi kwa sina kitambulisho cha NIDA, natumia namba kwa kumpitia kwa mtu mwingine, kuna mtihani katika mwingine, na hii inasababisha wakati mwingine tupate changamoto. Naam, siku ya utambulisho kwa kila mmoja anahitaji kuweza kuwa na kitambulisho, na hii ni kwa ajili ya kuweza kufikia katika malengo ya millennium ambayo yamejiwekea pale 2030. Je, wewe una kitambulisho? Mimi ninacho. Baadhi ya wagombea ubunge na udiwani wenye ulemavu kutoka vyama mbalimbali hapa nchini wameomba Tanzania waweze kuwachangia kiasi cha shilingi bilioni 1, lengo likiwa ni kuwezesha kufanya kampeni na kunadi sera zao. Nora Damian ana taarifa zaidi.
Ni siku ya 21 tangu kuanza kwa kampeni za uchaguzi mkuu. Baadhi ya wagombea ubunge na udiwani wenye ulemavu bado hawajaanza kampeni. Sababu kubwa inayotajwa kwa kamisha ni ukosefu wa kipato, hali inawasukuma taasisi ya Tanzania Jumuishi ambayo inajishughulisha na masuala ya watu wenye ulemavu kutoka hadharani kuomba msaada kwa Watanzania. Sasa sisi tushatimiza wajibu wetu wa kwanza, kwa sababu wajibu wetu wa kwanza, watu wenye ulemavu walituomba tujitokeze. Tumejitokeza na tume imetuteua, tunashukuru. Kuna wajibu wa pili ambao wao wakifanya wajibu wao wa kwanza katika wajibu mbili, na sisi tutaenda hiyo ya pili. Wajibu wetu wa pili, kujitokeza kwa wapiga kura katika majimbo yetu na kata zetu kuomba kura. Sasa hapa tunataka wao na wao watimize wajibu wa kutuchangia. Serikali, viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi, viongozi wa dini wafanye wajibu wa kutuchangia. Watu wenye ulemavu tupo wagombea 16 nchi nzima, wabunge 12, madiwani 4. Ni wachache sana. Ili kuwatia moyo watu wengine huko miaka inayokwenda, basi sisi watuchangie, na wana wajibu wa kutuchangia. Wakishituchangia, sisi wajibu wetu tutaenda kwa wananchi, na wao watabaki wananchi wajibu wao kupiga kura. Mpaka hivi sasa tunapozungumza na Watanzania kupitia vyombo vya habari, sehemu kubwa ya wagombea wenye ulemavu kama sio wote bado hawajaanza kampeni zao. Bado hawajapata rasilimali na nyenzo za kuwafikisha kwa wapiga kura ili kunadi sera zao na kuomba kuchaguliwa. Kama hatuna uwezekano wa kuwafikia wapiga kura, tuna mobile campaign, tuna mabango, tuna mikutano ya hadhara, tuna door to door. Hayo ndio mahitaji yetu ambayo tunataka tuyakimbilie hapo mbele. Sasa kama hatuna bajeti yoyote, hatuwezi kufika. Nao mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania umesisitiza kuwa haki ya kushiriki katika uchaguzi ni ya msingi kikatiba. Hivyo mazingira yanapaswa kuwa sawa bila kujali tofauti za kimwili. Tunafahamu kwamba hii michakato ina gharama zake, na kwa mantiki hiyo tuone basi umuhimu na haja ya kuweza kuchip in na kuwasaidia hasa kwenye eneo la expenses ili waweze kufanya kampeni zao vizuri, lakini pia mchakato kwa ujumla, kwa sababu ni mchakato ambao kwa namna moja ama nyingine unawahitaji nguvu kubwa. Yapo mashirika ambayo yana hizo budget, lakini pia yapo mashirika ambayo yana hizo commitment kuhakikisha kwamba yanachagiza ujumuishwaji. Wamejitokeza na ni fursa sasa, tunapaswa kuchip in na kuonesha pia mchango wao katika kusapoti na kutambua pia umuhimu wa ujumuishwaji katika jamii zetu. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Naam, ni watu wenye ulemavu hao ambao wao wanahitaji kiasi cha shilingi bilioni 1 ili nao waweze kufanya kampeni kuelekea katika uchaguzi mkuu hapa nchini. Wanawake wa mkoa wa Mbeya kupitia jukwaa la Sauti ya Mwanamke wameendelea kupatiwa elimu juu ya umuhimu na matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa lengo la kuwawezesha kutumia muda wao katika shughuli mbalimbali za kiuchumi na kulinda mazingira, ikiwemo kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Kutoka Mbeya, Upendo Kibetile huyu hapa. Mwenyekiti wa Sauti ya Mwanamke Lilian Mwakitosi amesema kuna baadhi ya changamoto zilizowasukuma kutoa elimu ya matumizi ya nishati safi, huku washiriki wa jukwaa hilo wakieleza elimu walioipata na umuhimu wa nishati safi ya kupikia. Ni uharibifu wa mazingira, kwa sababu matumizi ya mkaa ambao ni nishati chafu tunasema yanaharibu mazingira yetu. Sasa sisi baada ya kuona wanawake, lakini ikiwemo na ucheleweshaji wa kupika chakula, ndoa nyingi zilikuwa zinavunjika maana watu wanatumia nishati na uchelewesha kupika. Kwa changamoto tuliyobainisha ni kwamba watu wanatakiwa watumie nishati safi, kwanza kujiepusha na magonjwa ikiwemo kifua, si ndio? Lakini magonjwa ya macho. Kwa hizo changamoto sisi zikatusukuma kuwarahisishia wanawake wenzetu kwenye swala la kupika wasitumie muda mrefu, lakini watumie mbinu tunasema nishati safi ambayo ni salama kwa mazingira yao. Matarajio yangu ni kwamba ni kuona wanawake tukiendelea kutumia nishati safi,
kwa sababu watu tumepewa majiko, watu tumepata vitu mbalimbali, tumepata elimu tofauti tofauti ya umuhimu wa kuwa na nishati safi, ambalo ni jambo Mama Samia Suluhu Hassan analiongelea kila mara. Kutokutumia nishati safi imeleta madhara. Shida ni kwamba labda uwezo tu akina mama kuweza kununua ile gesi baada ya kupewa sasa uendelezaji wake. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama inawezekana wale wanaotengeneza gesi au mama rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan aweze kupunguza bei. Kwa upande wake mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya Patrick Mwanenge, ambaye alikabidhi mitungi hiyo kwa baadhi ya vikundi, amesema chama kina mpango wa kuhakikisha kila kaya mkoani humo kinatumia nishati safi kwa ajili ya kupikia. Ni sauti ya mwanamke inakuletea nishati safi na Mama Samia. Tunampongeza tena Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wetu wa chama kwa kuanzisha mpango wa nishati safi. Kwa kweli ni mama mwenye maono na ameona mbali. Alishaona kina mama wengi wanateseka kwa kupika kutumia kuni, majiko ya mkaa. Wakati mwingine mama anakaa kutwa nzima anapuliza moto anakwenda kwenye mapafu, na mwisho wa siku anapata madhara ya kupata TB na maradhi mbalimbali. Lakini pia uharibifu wa mazingira, unapotumia kuni na mkaa, miti na kuisha, na mwisho wa siku nchi yetu inageuka kuwa jangwa. Na mimi nawathibitishia, niko mbele yenu hapa kwamba nitaendelea kuunga hizo juhudi mkono kwa hali na mali kadri mnavyoona kuboresha hili jambo. Mimi msichoke kuniambia na nitaendelea kuliboresha na kutoa mchango mkubwa kadri inavyowezekana ili kumuondoa mama kwenye matumizi ya kuni na mkaa, tuende kwenye nishati safi kama Mheshimiwa Rais anavyosema. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Asante sana Upendo Kibetile toka jijini Mbeya kwa taarifa hiyo. Waandishi wa habari katika mkoa wa Dodoma wamehimizwa kutumia kalamu zao vizuri katika kipindi hiki cha uchaguzi kwa kufuata sheria, taratibu, kanuni pamoja na miongozo, lakini pia maadili ya taaluma ya habari katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Ibrahim Jamal ana taarifa ifuatayo. Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, Jaji mstaafu Mheshimiwa Mathew Mwaimu katika semina kwa wanahabari iliyofanyika jijini Dodoma, ambapo amewahimiza wanahabari kuzingatia kanuni na sheria ili kusaidia vyama vyote vya siasa na wananchi kutoingia katika mgogoro wa aina yoyote. Ndugu washiriki, kwa kutambua mchango na umuhimu wa waandishi wa habari katika uchaguzi, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora itatoa elimu ya uraia kwa waandishi na kufanya ufuatiliaji wa uzingatiwaji wa haki za binadamu na misingi ya utawala bora wakati wa uchaguzi katika mikoa 14 ya Tanzania bara na 5 ya Zanzibar. Wahabari kwa nyakati zote wanapaswa kutimiza wajibu wao, wajibu waliowekewa kisheria kwa kutoa taarifa zilizo sahihi na zisizo na upendeleo ili kuimarisha amani na ulinzi wa haki za binadamu katika kufanya maamuzi. Ndugu washiriki, katika muktadha wa uchaguzi ulio wa huru, haki na wenye kuzingatia misingi ya demokrasia, vyombo vya habari vina nafasi ya kipekee katika kuhakikisha upatikanaji wa taarifa sahihi kwa umma. Vyombo vya habari ni daraja kati ya wagombea, vyama vya siasa, tume huru ya uchaguzi na wananchi. Kwa kiasi kikubwa, vyombo vya habari vinachangia kujenga uelewa wa wapiga kura kuhusu sera na ajenda za kisiasa, kuhamasisha ushiriki wa wananchi na kuchochea uwajibikaji wa kisiasa ili kudumisha amani na demokrasia katika kipindi chote cha uchaguzi. Ndugu washiriki, mafunzo haya yatasaidia kuweka misingi ya kitaaluma na kimaadili kwa vyombo vya habari, waandishi wa habari na wadau wote wa sekta ya habari katika kipindi chote cha uchaguzi kwa madhumuni ya kuhakikisha haki, usawa na weledi katika utoaji wa taarifa kwa umma ili kukuza demokrasia.
Hata hivyo, waandishi wameaswa kutoweka mapenzi ya vyama mbele, bali taaluma kwanza, ili kusaidia jamii kupata taarifa zenye usawa na pia kuripoti matukio yasiyo rasmi ili vyombo husika visimamie na kulinda haki za binadamu. Nikiripoti kutoka Dodoma, Ibrahim Jamali, Sky TV. Asante Ibrahim Jamal kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu Habari kutoka hapa Sky TV, na nikufahamishe tu kwamba mapumziko yafuatayo ndio yatatupeleka moja kwa moja kuungana naye Godilness Gaspar katika habari za biashara na uchumi. Endelea kuwa nasi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godilness Gaspar. Dhamira ya kuwawezesha vijana kiuchumi kupitia mikopo isiyo na riba imekuwa mkombozi mkubwa kwa kundi hilo katika kanda ya Ziwa. Kupitia mpango huo, vijana wengi wamepata fursa ya kuanzisha miradi ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, jambo ambalo hapo awali halikuwezekana kutokana na ukosefu wa mtaji na maarifa ya kutosha. Miradi hii imeleta mageuzi makubwa ya kiuchumi kwa vijana wanaoshiriki, kwani imewawezesha kupata kipato cha uhakika, kuongeza ajira kwa wenzao na kuboresha hali zao za maisha kwa ujumla. Ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba umeonekana kuwa na tija kubwa kutokana na mazingira ya asili ya kanda ya Ziwa ambayo yanafaa kwa shughuli hiyo kwa kiwango kikubwa. Mbali na mafanikio ya kifedha, vijana wamejengewa uwezo kupitia mafunzo ya kitaalamu, usimamizi wa miradi na mbinu bora za ufugaji. Hii imewasaidia si tu kuboresha uzalishaji bali pia kuendesha miradi yao kwa njia endelevu kwa ujumla, na utekelezaji wa mpango huo umethibitisha kuwa vijana wakipewa nafasi na nyenzo sahihi wana uwezo wa kujikwamua kiuchumi na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Kuishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuweza kuwaona kundi la vijana. Kundi la vijana ni kundi ambalo kidogo lilikuwa limejaribu kusahaulika, lakini tunaishukuru serikali kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB kwa kuweza kuamini vijana. Maana mkopo huu tuliopewa haukuwa na dhamana yoyote. Kwanza wanakutekeleza ajira ya kudumu na inakupa mtaji wewe mwenyewe binafsi. Kwa mfano, nizungumzie msimu uliopita tuliweza kuvuna kiasi cha shilingi milioni 101 na 1 na laki 4.
tukarudisha kiasi cha shilingi milioni 82, zaidi ya milioni 20 kama kikundi kiliweza kupata kama faida. Lakini zaidi ya hayo yote, mikopo hii haina dhamana, hasa kwa vikundi na vyama vya ushirika vya kivuvi ambavyo tumevipatia. Ikimaanisha ya kwamba anayekuwa ni mdhamini kwao ni ofisi ya mkurugenzi peke yake, ndiye anayevidhamini hivi vikundi. Ile barua yake tosha inaweza kutupa sisi confidence ya kwenda kukopesha chama au kikundi husika. Sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo leo Septemba 17 dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2443.98 na kuuzwa kwa shilingi 2468.42. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3341.16 na kununuliwa kwa shilingi 3374.57. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2894.02 na kuuzwa kwa shilingi 2922.96. Lakini randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 140.88 na kuuzwa kwa shilingi 142.29. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 18.89 na kuuzwa kwa shilingi 19.08. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.70. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godilness Gaspar. Biashara na uchumi. Asante Godilness Gaspar kwa kutupitisha kwenye biashara na uchumi. Mtazamaji, bado unatazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV, na nikufahamisha kabisa kwamba mapumziko yafuatayo ndio yatapeleka moja kwa moja kujiunga naye Pius Jayunga katika habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni kuhusu mabilioni ya fedha yameibwa nchini Sudan wakati inakabiliwa na mgogoro mkubwa. Za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Mabilioni ya dola katika fedha za umma nchini Sudani Kusini yanatajwa kuibwa katika muongo mmoja uliopita, wakati sehemu kubwa ya nchi inakabiliwa na ukosefu wa chakula, tume ya Umoja wa Mataifa imesema Jumanne. Ripoti ya tume ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu nchini Sudani imeelezea mipango kadhaa inayodaiwa kutumiwa na maafisa wa kisiasa kugeuza kiasi kikubwa cha mapato ya umma tangu nchi hiyo ilipopata uhuru kutoka kwa Sudani mnamo mwaka 2011. Bani Afako, mjumbe wa tume ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu nchini Sudani, amedai kuwa rasilimali za nchi hiyo zilikuwa zikielekezwa katika miradi isiyo wazi ambayo inawanufaisha wasomi pekee. Katika taarifa iliyoandikwa, serikali ilielezea madai mengi kama ya kipuuzi na kusema kuwa ripoti hiyo ilikuwa na makosa ya mbinu na ilivuka mamlaka ya tume. Pia ilisema kwamba haikuwa imepewa muda wa kutosha kujibu matokeo. Vigezo vingi vya maendeleo na ubora wa maisha vinaweka Sudani Kusini miongoni mwa nchi zenye kiwango cha chini zaidi duniani. Takriban mtoto mmoja kati ya 10 anafariki wakati wa kuzaliwa na usajili wa shule za sekondari ni 5% pekee. Kwingineko, chama cha mrengo wa kulia cha Alternative for German AFD kimeupiku muungano wa vyama ndugu vya kiafidhina vya CDU na CSCU katika kura ya maoni ya shirika la utafiti ya YouGov iliyotolewa leo. AFD ilipata 2% zaidi ya pointi ikilinganishwa na utafiti wa mwezi Agosti na kuongeza umaarufu wake hadi 27%, huku muungano huo wa CDU na CSU ukishuka kwa pointi 1 hadi 27%.
Kulingana na utafiti huo wa YouGov, ikiwa uchaguzi mkuu ungefanyika Jumapili hii, chama cha mrengo wa kushoto cha Social Democratic SPD, mshirika mdogo katika serikali, kingepata 15% ya kura, ambayo ni ongezeko la 1% na kile cha kijani kusalia katika 11%. Katika tafiti za hivi karibuni za taasisi nyingine za upigaji kura, AFD ilikuwa kwenye kiwango sawa ama nyuma tu kidogo ya muungano huo wa kiafidhina. Na hatimaye, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amehimiza Ulaya kutoruhusu Urusi kuamua masharti ya makubaliano ya amani na Ukraine, akionya kwamba kufanya hivyo kutampa Rais Vladimir Putin motisha wa kutafuta shabaha mpya. Akiwahutubia wabunge leo katika bunge la Ujerumani kama sehemu ya wiki ya budget, Merz amesema kwa muda mrefu Putin amekuwa akipima subira ya Ulaya kwa kuhujumu, kupeleleza, kuua na kujaribu kuwatatiza watu wa maeneo hayo. Kansela huyo ameongeza kuwa hii imekuwa dhahiri wiki iliyopita nchini Poland, wakati droni za Urusi zilipoingia kinyume cha sheria kwenye anga ya nchi hiyo na kudunguliwa katika eneo hilo kwa mara ya kwanza. Merz ameonya kuwa Putin alikuwa akitafuta kuyumbisha jamii ya Wajerumani. Hata hivyo, amesisitiza kuwa hawataruhusu hilo kutokea na kusema Ujerumani inaimarisha uwezo wake wa ulinzi. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Ulimwengu wa habari bado unaendelea na wewe kutoka hapa Sky TV, na sasa tunaungana na Lai Saidi katika michezo na burudani, na hii ni mara baada ya mapumziko yafuatayo. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Habari za usiku, mtazamaji wa ulimwengu wa habari. Sasa ni wasaa mzuri wa kuelekea viwanjani kwenda kufahamu taarifa za kimichezo.
Na tukianzia hapa nyumbani ambapo ligi kuu soka Tanzania bara imeanza kutimua vumbi kwa siku ya leo katika uwanja wa KMC Complex kwa wenyeji KMC dhidi ya Dodoma Jiji bila makocha wakuu wa timu zote kukaa kwenye mabenchi. Kocha mkuu wa KMC Brazil Maximo changamoto yake ikiwa ni kuchelewa kukamilisha kulipia vibali, wakati kocha wa Dodoma Jiji Vincent Mashami inatajwa sifa alizonazo hadhikizi kukaa benchi kama kocha mkuu. Hata hivyo, katika mchezo huo umeweza kumalizika kwa wenyeji KMC kuibuka na ushindi wa bao 1-0, bao pekee likiwekwa kambani na Darwesh Saliboko. Darwesh Saliboko anakuwa mchezaji wa kwanza kufungua ukurasa wa mabao wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu wa 25-26, wakati Ali Salim yeye amekuwa kipa wa kwanza kuweza kuruhusu bao katika msimu huu. Na baada ya kurejea ligi kuu soka Tanzania bara, klabu ya Mbeya City kutoka jijini Mbeya kesho itashuka dimbani kucheza mchezo wake wa kwanza dhidi ya kikosi cha Fountain Gate FC, ambapo Mbeya City watakuwa ugenini katika dimba la Tanzanite kwa Raha Babati mkoani Manyara. Na afisa habari wa kikosi cha Mbeya City Gwamaka Mwankota ameelezea maandalizi yao katika kuivaa Fountain Gate, akisema kwamba watahakikisha miaka dahari wanasalia ligi kuu, huku kocha wa Fountain Gate Dennis Kitambi yakisema imani yake ni kufanya vizuri. Tumekuwa na mipango yetu, mikakati yetu kuhakikisha kwamba sisi tunabakia miaka dahari kwenye ligi ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo ili kubakia lazima uanze kuchukua pointi kama hizi. Tunaanza mchezo huu season yetu ya kwanza, na kama ilivyo tamaduni zetu tangu miaka ya nyuma hajawahi kupoteza mchezo wa kwanza wa ligi. Kwa hiyo mwenye kimbelembele, mwenye kiherehere cha kukaa mbele yetu tunapoanza season ya ligi basi alijua na hatari kwa kweli na alijua iko kwenye wakati mgumu. Kwa hiyo tumekuja Babati Manyara kwa Raha. Huu ndio uwanja ambao ulitupa pointi 3 muhimu dhidi ya Polisi tukakwenda ligi ya soka Tanzania bara na baadaye tukaenda kusana Geita, na huu ndio uwanja muhimu ambao unakwenda kutupa pointi 3 za kuanzia ligi ya soka Tanzania bara 25-26. Tumejipanga, tuko timamu, na niseme tu kwa mujibu wa daktari wa timu hatuna majeruhi yoyote kwenye kikosi chetu. Kuna utimamu wa mwili na akili vilivyo, lakini pia na kama unavyojua timu na vipande vinne, technical bench, players, fans pamoja na management, sisi kote tuko timamu. Morali ipo vizuri kwa ushindani. Mazoezi ya jana uliona kabisa kwamba kuna ushindani, kila mtu yupo tayari anataka kucheza hii mechi, na ni jambo ambalo kama benchi la ufundi linatufurahisha, na ni kitu ambacho tunataka kuwa nacho katika msimu mzima, kwamba wachezaji wanakuwa na morali, wanakuwa na moyo wa ushindani wa kutaka kucheza katika mechi, na hivyo kuturahisishia kazi sisi kama makocha. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba tukiingia na morali hiyo, tukiingia na focus tuliokuwa nayo katika hizi siku 3 ambazo tumefanya mazoezi kuelekea mchezo huo wa kesho, basi imani yangu ni kwamba tutafanya vizuri katika mchezo wa kesho dhidi ya Mbeya City. Kwingineko ni halmashauri za mkoa wa Mwanza zimeahidi kuanza mapema maandalizi kwa ajili ya kuelekea mashindano ya Shimiwi ambapo yataanza kutimua vumbi hapo mwakani, ili kuhakikisha timu za Mwanza zinashiriki kwa ushindani na kuleta heshima. Akizungumza wakati wa kufunga mashindano ya 39 ya Shimiwi jijini Mwanza, mkurugenzi wa manispaa ya Ilemela Bi Ummi Muhammad Wayayu amesema maandalizi yapo na yanaendelea kufanyika vizuri kuhakikisha wanashiriki katika michuano hiyo. Hapa tumefika katibu tawala kwamba haiwezekani mashindano kama sisi wenyeji alafu tusipate ushindi ule wa kushinda. Kwa hiyo tunapanga tume haki na utawala bora tunashinda kwa kushinda. Kwa kweli mimi nimefurahi sana waliniletea kile kikombe. Tume ya kurekebisha sheria kwa sababu sisi tume sheria hata mkifuatilia mambo mengi huwa tunafanya tume ya usuluhishi. Kwa hiyo hata kwenye michezo hatuko nyuma. Na walijiandaa kwa sajili wa hazina sana, lakini unaona wametuletea leo ushindi. Kwa hiyo wakati mwingine mwakani tutajisajili wa hazina na nakuta tutachukua ushindi katika maeneo mengi. Tume ya
Tuelekee kimataifa ambapo kibarua cha kocha mkuu wa kikosi cha Manchester United Real Madrid Trent Alexander-Arnold yeye atakosekana uwanjani kwa wiki 6 hadi 8 baada ya kupata jeraha la mguu kwenye mchezo wa jana wa ligi ya mabingwa barani Ulaya dhidi ya Olympique Marseille ambapo Madrid waliibuka na ushindi wa mabao 2-1. Trent amepata maumivu ya misuli ya paja kitaalamu biceps femoris ya mguu wake wa kushoto na kutolewa nje ya mchezo huu ambapo alitoka katika dakika ya 5 tu huku Mhispania Dan Carvajal akiingia kuchukua nafasi yake. Taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa habari za michezo pamoja na burudani. Mariango Mogeta yupo tayari kuja kukamilisha ulimwengu wa habari usiku huu. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Na asante Lai Saidi. Kupitia katika michezo na burudani tumeshuhudia kile kilichojiri katika viwanja mbalimbali vya ndani na nje ya nchi. Mtazamaji, sasa ni kupeleke moja kwa moja kwenye sanduku ambapo huko tunaungana naye Mindy Joseph kuchungulia kunani kwenye sanduku. Ya safu nzito ya majivu ikiwemo vyumba vya jikoni, majengo ya umma, mashanga ya sanaa na hata maiti. Mlima Vesuvius bado ni volkano hai na ni hatari kubwa kwa miji ya Napoli na maeneo jirani na ni kielelezo cha nguvu za asili zisizoweza kudhibitiwa na binadamu. Lakini pia uharibifu wa Pompeii unakumbusha pia jinsi historia ya jiografia zinavyoweza kuunganisha hadithi za maisha ya kila siku na majanga yasiyotarajiwa. Mtazamaji, katika utabiri wa hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Na kwa kwanza tuangalie hali ya hewa kwa usiku wa leo ambapo tunatarajia maeneo machache yale ya pwani yetu ya kaskazini kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa upande wa hali ya baridi kwa usiku wa leo tunatarajia hali ya baridi kuendelea katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale yanayotarajiwa kusini magharibi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 10 katika maeneo ya mkoa wa Njombe. Na mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi pamoja na ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na kwa siku ya kesho, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria pamoja na mkoa wa Kigoma yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya mkoa wa Lindi pamoja na Mtwara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mbeya pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpaka kufikia hapo kutoka Mamlaka ya Hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.
Na mtabili wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo ndio ambao unatukamilishia ulimwengu habari kutoka Sky TV. Unao nafasi ya kutufuatilia vizuri sana katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook na YouTube. Andika Sky International TV. Kwa niaba ya wote waliohusika katika maandalizi ya ulimwengu habari, mimi ni Maliango Mgeta, nikushukuru kwa kuitazama Sky TV na endelea kutufuatilia.